sababu ameshindwa uongozi, ameshindwa kwenye uchaguzi, anakuja kuzungumza. No. Nimeyazungumza haya ndani ya vikao. Mimi mwaka 2020 niligombea kuwa mgombea wa urais Zanzibar. Baraza kuu la chama, mkutano mkuu wa chama ukanipitisha kuwa mgombea wa urais. Mheshimiwa Lissu aligombea naye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Mkutano mkuu wa chama ukampitisha kuwa mgombea wa rais. Tena ulimpitisha kwa kura, mimi ni bora nimepita kwa kura nyingi kwa sababu mimi nilikuwa mgombea peke yangu. Yeye aligombea na Mheshimiwa Nyarandu. Leo Mheshimiwa Lissu bila kujali, bila kuheshimu katiba ya chama, vikao vikubwa vya chama, amekuja jukwani Zanzibar akatangaza kuniondoa kwa mgombea urais. Mkutano ambao tumeufanya sisi Zanzibar. Tumeufanya sisi mkutano Kibanda Maiti, anakuja yeye kama mgombea wa urais na mgombea mwenza wake anakuja anazungumza kuniondoa mimi mgombea wa urais. Mamlaka haya anapata wapi katiba? Tunaposema tunahitaji mahakama ilione hili na mambo mengine mbalimbali. Amefanya hilo jukwani. Tumerudi kwenye vikao kamati kuu ya chama, wajumbe wakasimama juu ya mgogoro huu. Inakuwaje? Kama kawaida yao, kasimama Lissu, katoa hoja ambazo hazina mashiko, hazina msingi. Mimi nikatetea msimamo wangu na hizo hoja, na Zanzibar tukasimama. Mwisho wa siku Mnyika alitangaza hadharani tumfukuze, tulipokonye kadi. Hivi mnaona kuna kitu gani hapo kinachofanyika? Sasa wanapoyazungumza haya, na ndio nikasema sitaki nizungumze, nina mengi. Mimi ni nilikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema zaidi ya miaka 15. Kiongozi katika ngazi kama hii wa miaka hiyo ni maktaba. Kiongozi katika ngazi kama hii wa miaka yote hiyo ni library. Wasinichomoe au wasituchomoe wa Zanzibar. Tukazungumza, kuna mengi. Haya yote ninayozungumza, wengine wanadai shehe nzima mwezi wa Ramadhani unaongea vitu hivi, ni bora utafutiwe kitimoto na ndizi ukazie. Hebu tuheshimiane kwanza kwenye dini. Mimi nimezungumza ndani ya Ramadhani kwa sababu ninachokizungumza na kiamini mbele ya Mungu ni cha ukweli na ni cha haki. Na vita ya haki kwa sisi Waislamu, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wake. Sasa wache maneno haya ya kutufanya tuje tuzungumze vitu vingine ambavyo kwa kweli itaonekana Chadema ni chama cha aina gani. Hatutaki tuzungumze hayo. Nije kwenye swala la msingi sana ambalo mara nyingi linapigiwa kelele kwa kumalizia tu. Kwa nini kipindi huko na Mbowe miaka kadhaa hujazungumza haya baada ya kushindwa? Kwanza mimi sijashindwa kwenye uchaguzi. Na naomba waandishi wa habari na ujulishe, mimi sijashindwa kwenye uchaguzi. Na nafikiria mnakumbuka matokeo ya uchaguzi wakati yanatoka. Mimi kundi hili la kina Heche, Lissu na Mnyika waliandaa mikakati kwa sababu hizi tu za kudai maslahi ya Zanzibar ndani ya vikao halali. Na wakati huo, wakati mwenyekiti Mbowe tuko na chama, afadhali alikuwa ni mtu ambaye anakusikilizeni, halafu anajaribu kwa hali yote kubalance hiyo situation, ingawa alikuwa anapata vikwazo vikubwa kwa grupu hii. Na bahati mbaya sana mwenyekiti Mbowe aliamini grupu hii sana, na ndiyo iliyokifikisha chama hapa, na yeye mwenyewe amekuja kuona dakika za mwisho. Sababu kuna mifano hai. Chama kilikuwa kwenye hali mbaya sana kipindi cha Magufuli. Na baada ya kuondoka Magufuli, hata mheshimiwa mwenyekiti Mbowe aliwekwa ndani kabisa. Tuliporudi baada ya kufa Magufuli, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan akatutafuta kwenye meza, kuna nini? Tukampa sisi mambo yetu karibuni 7. Hichi. Walioharibu mazungumzo ni hawa. Bahati mbaya sana sisi wengine Zanzibar hata hatukushirikishwa.
mimi makamo naibu Zanzibar. Kwa bahati tu akaingia mjumbe mmoja wa kamati kuu Zanzibar, Zeudi. Hawa ndio waliotoka kwenye mazungumzo yanayopeleka mustakabali wa chama na kukijenga chama. Waliotoka wakaanza kusema mwenyekiti Karamba asali, mwenyekiti Karamba asali, ili kukivuruga tu chama. Kwa maana hiyo hata haya nao yaongelea kuhusu Zanzibar tulikuwa tunayaongelea kwenye kikao, na ndio walikuwa vinara wakuu wa kuhakikisha Zanzibar haipati uwiano wake kama inavyostahiki kama chama cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa leo umetoka kikundi hichi kimetoka anasema Said Issa kashindwa kwenye uchaguzi. Mimi sijashindwa kwenye uchaguzi, walipanga mikakati ya kunishinda mimi, lakini kunishinda kwenye uchaguzi. Tulikuwa wagombea watatu. Pemba tu walitoa wagombea wawili ili wazuie kura za Pemba, ili tumshinde Said Issa. Tuweke wagombea wawili kutoka Pemba. Volunteer watu wamekwenda Pemba kwa kifanya kampeni zao, wakaja na wagombea wawili kutoka Pemba kwenye kanda moja ya uchaguzi. Wakaweka mgombea mwingine Unguja. Nafikiria nyinyi waandishi wa habari mashuhuda, matokeo yalisomwa pale. Hawa wagombea, mmoja alipata 10%, mmoja wale wa Pemba, mmoja sio akapata 2%, wa Unguja akapata 20%, nikawa na asilimia zaidi ya 30, karibuni na 40. Kama katiba yetu nayo haihitaji reform, tungefanya reform ya katiba yetu kabla election, basi katika raundi hii ya kwanza na ningekuwa nimeshinda kuwa makamo wa Chadema kwa mara nyingine tena. Sasa katika kurudia uchaguzi na mazingira ambayo yalikuwepo ya kutangazwa kwa mwenyekiti Lissu kwa mwenyekiti wa chama, mimi nilisimama jukwani na nikaamua kujiondoa, na wala sikuwa naogopa kushiriki uchaguzi kwa kushindana na Mheshimiwa Said Mzee hata siku moja. Ndiye ambaye nilishinda naye mwaka 2009 na nikamshinda. Akaletwa naibu wake Hamadi, huyu ambaye ameandika barua hii, mwaka 2010 wakamleta, nikamshinda kwenye kura 800, akapata kura 100. Hivyo siogopi, na hiyo ni demokrasi kama ningeshindwa. Lakini nikaamua jukwani kusema na mimi nimeamua kuacha madaraka, na kilichonisukuma kuacha madaraka, kabla mjaniuliza swali, niliona hata nikishinda hii timu, hawa watu ambao ndani ya vikao tunapingana kuhusiana na maslahi ya Zanzibar, akiwemo mwenyekiti na wajumbe wengine ambao. Hivi ndivyo tunavyosevu pesa yako na muda wako na Baridi Baridi AC. Kuna utofauti mkubwa kati ya IT Exchanger ya Baridi Baridi ambaye inaipigania kimaslahi Zanzibar na nchi kwa ujumla. Kama mlikuwa wanataka sababu nizungumze, kuna mambo mengi ya kuyazungumza. Sasa la pili, kwa nini ni baada ya uchaguzi? Kwanza nimetoa ufafanuzi kwamba mimi sikushindwa uchaguzi kama wanavyotangaza. Nilijiondoa kama mgombea ambaye nilikuwa naongoza kwa kura. Kwa mujibu tu wa sheria na katiba yetu ya chama, tulipaswa kurudia uchaguzi. Hivyo na mimi nilimfuata Mheshimiwa Said Mzee toka hatujaanza kuingia kwenye kinyang'anyiro. Mheshimiwa, kama uko serious na kugombea na kuaminia juu ya kudai maslahi ya Zanzibar na kujenga chama Zanzibar, niambie. Mimi nimeshakaa miongo 3 nikuachia. Akaniambia Mheshimiwa, twende. Na tulipofika kwenye meza hiyo, kabla ya kujiondoa, nilimwita Mheshimiwa Said Mzee na tunashauri wengine wa karibu. Mheshimiwa Said Mzee, tumefika katika kinyang'anyiro hichi Zanzibar, unasemaje? Mwenzangu, uko tayari kuendana na hawa? Akasema mimi niko tayari. Nikamwambia kama uko tayari, basi mimi natamani nikuachie hii ngwe uvuke nayo, kwa sababu mimi siko tayari. Akanambia sawa makamu. Ndio ameenda kwenye uchaguzi na akupigwa hata tena kura. Ilichukuliwa ile tu ya kwamba yeye sasa wanapokuja wakasema na hii tabia hii ya kubadilisha, kwa sababu hata sisi tumekwenda kwenye uchaguzi mara hii tukasema no reform no election, sisi wenyewe kabisa. Lakini kinachotokea sasa hivi inaonekana kama kwamba kiongozi wetu amewekwa ndani, ndio maana hatukushiriki uchaguzi kiongozi wetu. No, sio kweli. Ukweli tu useme kulul haq walau kana murra.
Sema ukweli japo kuwa ni mchungu. Sisi wenyewe Chadema tulijizuia kuingia kwenye uchaguzi. Na viongozi wengi wa chama tulikuwa tunafika pahali tunasema iwe na iwavo tushiriki uchaguzi, kwa sababu ndio kipimo, na hata tutakapolalamikia tulalamikia, lakini kwa sababu kikundi fulani kinajitengeneza, kina power cha kufanya lolote kwenye chama, tukafikia hapa tulipofika. Lakini jengine, ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya ambayo nimeyadai kipindi au tumeyadai kipindi niko madarakani, ningetoka nikaenda mahakamani, ingaliambiwa Zanzibar